Naitwa Allen Gadiel Mwandri, ni afisa mfawidhi LATRA kwa Katavi. Nimesimama mbele yenu hapa kutekeleza maelekezo yaliyotoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Mtakumbuka tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu kulitokea changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta, hali iliyopelekea baadhi ya wasafirishaji kuongeza nauli kiholela. Sasa maelekezo ya serikali ambayo yalitolewa tarehe 1 ile ile na mkuu wa taasisi ya LATRA alielekeza yafuatayo. Kwanza ni marufuku msafirishaji yoyote kupandisha nauli, na pia akaelekeza kwamba atakayesitisha huduma ya usafiri atafutiwa leseni, na hii ni kwa magari yote ya abiria ya ndani ya mkoa na yanayotoka nje ya mkoa. Kwa hiyo hayo nisisitize ni maelekezo ya serikali, na hapa mimi ni kwamba narudia tu, lakini mwenye taasisi kwa maana mkuu wa taasisi alishatoa maelekezo. Kwa hiyo naomba, kwa sababu alisema kwamba tarehe 8 na maana Jumatano ijayo atakuwa na kikao na wadau wa usafirishaji makao makuu. Kwa hiyo akaomba tuendelee kutoa huduma. Tarehe 8 mwezi wa 4 atakaa na wadau ili waone namna ya kuangalia hii changamoto ya kupanda kwa mafuta. Kwa hiyo mimi nawaomba tuendelee kutoa huduma, tusiongeze nauli, tutoze nauli ambayo bado inatumika iliyoelekezwa. Tusipende kufika kwenye kuandikiaga faini. Alafu kingine ni waombe wasafirishaji, nyie maagenti, kuna kitu mnaita loto. Ile nayo inapelekea wamiliki wa magari wanaona kwamba nauli haitoshi. Kwa mfano, nauli ya Mwanza kwa basi la semi luxury ni 49,000. Lakini jiulize mwenye gari anapewa shilingi ngapi? Labda 30 au 35. Zaidi ya 10,000 inapotea. Alafu inakuwaje unasema nauli haitoshi? Au Tabora ni 18,000. Mmiliki anafungiwa 10,000 sijui. 8,000 inapotea. Sina, kwa hiyo unasema nauli haitoshi. Lakini pamoja na hayo, Jumatano LATRA itakaa na wadau wote wapitie haya mambo kwamba nauli iweje. Jina naitwa Bwana Jumanne Juma, ni afisa usafirishaji. Swali langu mimi kwa afisa LATRA, sasa kwa hichi kipindi ambacho mnatafakari kwamba kutafanya mkutano na wafanyabiashara wa magari na huu mfumuko wa bei wa mafuta, anayeumia hususan ni tajiri, ikabainika kwamba nauli zipande, je, mtafanyaje fidia kwa hichi kipindi walichoumia hawa wasafirishaji? Ni mpaka kufika hiyo Jumatano tayari hapo wameshaumia hizo gharama za mafuta, mtafanyaje sasa? Kwa majina naitwa Yohana Gosara. Swali langu kwa Mheshimiwa LATRA, kwa mfano mafuta yamepanda bei toka tarehe 1 mwezi wa 4 kama alivyosema. Umeenda ukanunua mafuta kama mfanyabiashara, labda kwa mfano lita shilingi 4,000. Kwenye lita shilingi 4,000 ukiweka katika mazingira ya uongozeshaji wa biashara, huku wewe unaambiwa kwamba labda kwa mfano uuze tiketi ya Sumbawanga shilingi labda na Manyere 10,000. Tiongelee na Manyere. Maana LATRA kuna kipindi anapandaga kwenye gari anauliza abiria wa na Manyere umelipa shilingi ngapi? Abiria iliyolipa shilingi aidha 13,000 tunarudisha nauli. Sasa kama kwa kipindi hichi Mheshimiwa LATRA ukambeba abiria wa na Manyere sasa kwa shilingi 10,000 na kwa ratio ya mafuta iliyopanda, je, Mheshimiwa LATRA hapo unaona ushirikiano labda upande wa wafanyabiashara wao tumewatazama vipi kupitia swala hili la upandishaji wa mafuta? Friday ni afisa usafirishaji wa kanda ya Mpanda. Swali langu ni kwamba kwa upande wa gari za Kigoma, nauli ya Kigoma ni shilingi 16,000 ambayo
ambayo kwa tajiri inaenda hiyo 16,000. Je, kwa nauli, kwa mafuta yalivyopanda, uendeshaji unakuwaje hapo? Kwa sababu ukipiga hesabu ukilinganisha na gharama ya uendeshaji wa zile gari za Kigoma, inakuwa kama vile iko chini sana, kwa sababu kwanza aidha hiyo barabara ni mbovu na inaumiza magari. Hapo anani apige hesabu ya service na pia na mafuta. Je, kwa hao watu wa Kigoma unawafikiriaje? Haraka kama Tete. Mimi ni afisa kama Tete. Na afisa usafirishaji hapa Katavi. Nachokiwaza mimi katika issue ya mafuta, nadhani mafuta yapo chini ya serikali. Yaani biashara ya mafuta ipo chini ya serikali. Serikali hiyo inatoa yenyewe ndio imepanisha bei. Serikali hiyo wametupa siku 8 za kujadili sisi na wamiliki. Mimi naamini mtu aliyopanga bei ni serikali na unajua athari gani itakuwepo. Kwa nini tena wanafanya masi watu wadogo pia? Kwa sababu wenyewe ndio wapanga bei, alafu wametupa siku 8 tena kutujadili hicho kitu. Kama je, serikali haikufikiria hicho kitu kabla ya kupanga hizo mafuta bei? Mimi naona kama kuna nchi, baadhi ya nchi wameshusha nani? Wameshusha vati za mafuta. Nchi za Afrika zaidi ya 2-3 wameshusha vati. Mimi naishauri serikali yangu kama hawatojali, wajaribu washushe vati za mafuta, tozo. Angalau mafuta yanaweza kashuka pia. Matazamo yangu jinsi wanavyoingiza kwenye mitandao ya kijamii, na naamini mafuta bado itakuwa ni athari kubwa kwa nchi yetu hii. Hasa kwa nchi zetu za Afrika. Itakuwa ni athari. Kumbe naamini nafikia tarehe 8 wakikaa serikali ikijadili hicho kitu, na mimi mwezi kesho tena mafuta yatakuwa 4500, serikali itakaa tena. Abiria anaposafiri huwa analipa nauli kulingana na umbali aliosafiri. Ndio maana tunavyopiga ile ratio ile. Yaani abiria akisafiri kilomita 1 ni shilingi 67 na senti 84. Sasa zidisha kilomita utakazokwenda. Sasa kwa nauli ya Namanyere ni 10,000. Na hiyo nasisitiza ni 10,000. Uweze kumchaji mtu anaishia Namanyere kama mtu anaenda Sumbawanga, hapana. Kwa hiyo ni kukukamata na wewe nitakupiga faini. Hata kama ni abiria mmoja. 250,000. Tuzingatie maelekezo ya serikali. Na nikasemaje, Jumatano kutakuwa na kikao, watapitia haya mambo. Kwa hiyo tuwe wavumilivu kwa muda mfupi. Hamna hata wiki. Mambo yataeleweka tu. Swala la fidia hilo sidhani kama lipo. Na liko juu ya uwezo wangu kwanza. Nitalifikisha. Ila tuzingatie nauli zilizopo. Siongeza hata 100. Serikali imeshalipokea hili na imeshakubali Jumatano itakaa na wadau. Hiyo barabara ya Kigoma naifahamu kweli ni mbovu, lakini vile wanavyokokotoa nauli, wao wanaangalia na hali ya barabara. Nauli ya kwenye lami iko chini kidogo kuliko kwenye rough road. Walifikiria mambo ya kuharibika kwa gari. Kwa hiyo yote haya yatafanywa kazi. Ushauri ndio nimepokea, nitaupeleka. Ila kuna kitu kingine mfahamu. Serikali inapotengeneza nauli, kuna vitu vingi inafikiria, sio mafuta tu. Kuna component nyingi. Kuna mafuta, inafikiria vipuli, matairi, wafanyakazi, mishahara ile, bima, mapato TRA. Kwa hiyo vitu vyote vile ndio vinapelekea kupata nauli. Kwa hiyo mafuta ni component mojawapo tu. Sio kwamba wanaangalia mafuta tu, wanaangalia vitu vingi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.